Hello, karibu Prince Mastori. Hii ni story yetu ambayo ipo nyuma ya muda kidogo, yani namaanisha miaka 1800 kabla ya Kristo kuja duniani. Nyuma kabisa huko kulikuwa kuna mambo mengi ya kutisha, mambo mengi ya kuogopesha. Hapo kuna story moja ambayo nataka nikupe hapo, ya hoteli moja hapo ya zamani ambayo ilikuwa inatumia kutisha. Katika mwaka 1885 kabla ya Kristo kuzaliwa, kuna hoteli moja ilikuwa inaitwa Easo Hoteli. Kuna dada mmoja alikuwa ni mgeni wa kazi, ndo akafika akapata maelekezo na mama mwenyewe hoteli, akamwambia kwamba nenda kasafishe chumba namba 15, ila kumbuka chumba namba 3 huruhusiwi kuingia kabisa. Binti akaenda, ambaye ni dada ana mtoto mmoja ambaye anaishi naye nyumbani, akaenda kusafisha. Wakati anasafisha akasikia sauti kama chumba kile namba 3 ambacho alichoambiwa singia, aliambiwa hamna mtu. Akasikia sauti inaambia nisaidie. Akaamua pande, kumbuka kaambiwa asiende kufungua wala asiende kuangalia. Akajaribu kufungua, mlango ufunguki. Jaribu kufungua, mlango ufunguki. Alipoona mlango ufunguki, akaamua ondoke, ila kibina anaondoka tu akasikia sauti ya mlango ukifungulika. Kuingia, taa zinawaka, zinajizima kama zinapiga shoti. Akastuka. Hiyo hali kamtisha sana bibie. Kusogea mbele kidogo, akakuta kuna mlango wenyewe kisasa umeandikwa namba 3. Ikamshangaza. Alipoenda kufungua, mlango ukafunguka. Alipofunguka, ghafla hakuona kitu chochote. Yeye kutazama kwa makini, akaona mtu mmoja mzee. Akamwambia maneno haya, usiku wa siku ya 3. Alipofika nyumbani, akashangaa. Akaenda kumhadithia binti yake. Binti yake anaitwa Suzi, ambaye anasoma shule fulani hivi ya kishua. Akamhadithia mambo yote aliyokutana nayo kule nyuma. Akasema, nilienda hotelini kuanza kazi, nikaambiwa nifanye kazi zangu zote, ila mlango fulani siruhusiwi kuingia, na nimeingia. Akamwambia yote aliyokutana nayo, na akamwambia, unaona, nimeambiwa usiku wa saa 6 wa siku ya 3, tazama paka usiku kafa. Pia tazama yule bibi wa kule nyumba yetu kule kajichoma kisu. Tazama yule mama alikuwa hospitali kajitupa. Wote wamekufa, na ni usiku wa siku ya 3 ambaye niliambiwa. Unaona matukio yanotoka. Lakini binti yake akampoza, akamwambia, mama, yule paka aliyekufa alikuwa tu ni paka wa kawaida ambaye anapenda kucheza na ni watu tu walimpiga na wakamua mama.